لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي من قالها من العذاب والنار. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله للشباب قوة وللفتيان هداية وللبشر نورا ورحمة صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن التقوى زينة للشباب وحسن الفتيان ونور النشأة والمجتمع. هذا نشكر مولا سبحانه وتعالى نقدك رحمة أمان تقوف دراجة ونمتون محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Najusia nafsi yangu pamoja na kuhusia waumini wenzangu juu ya swala zima la kumwogopa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man wulida yatiman wa 'asha 'aziman wa mata kariman. Upendo katika imani. Khutba ya leo tungependa kuzungumza kwa taufiki ya Mola Subhanahu wa Ta'ala kuhusu mabarobaro ambayo kwamba wameweza kuinukia na dini, mabarobaro ambao kwamba wameweza kulelewa kiimani, mabarobaro ambayo kwamba wameweza kuwa na nguvu ya Uislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake kitukufu Al-Qur'an Al-Karim aliwasifu wale mabarobaro vijana katika suratul Kahfi kwa kusema innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mola Subhanahu wa Ta'ala aliwasifu vijana kwa sifa ya imani. Hakuna vijana au mabarobaro ambao kwamba wameenda kusifiwa kwa sifa ya nguvu ama kwa sifa ya akili ama kwa sifa ya ujanja, bali Qur'ani imewasifu vijana kwa sifa ya imani. Innahum fityatun, Mola Subhanahu wa Ta'ala wasifu wale vijana wa ashabul kahfi, hakika ya wao ni vijana, ni mabarobaro. Amanu bi rabbihim, wamemwamini Mola wao. Walipomwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala na imani ilipokuwa na nguvu katika vifua vao, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema wazidnahum huda. Allah akawaongezea nuru ya uongofu. Kwa hiyo kijana anapokuwa na quwwatul iman, nguvu ya iman, basi kijana kama huyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humwongezea huda, uongofu. Na kijana ama mabarobaro ndio ambao kwamba wana mtihani mkubwa katika dunia, wana ibtila, wana fitna katika dunia hii. Ndio taambiwa inna fitrata shababi hiya a'zamu marahil al-umri fiha tuqwa ash-shahawat
ama fiha taqwa ash-shahawat wa tashtaddu al-gharaiz wa yanshaghilu al-fityani bi fitani ad-dunya wa zinatiha. Barobaro ili asimame kama barobaro wa Kiislamu, ili asimame kama barobaro mwenye quwwatul iman, nguvu ya imani, wa kuna mtihani mkubwa ameupitia, wa kuna mitihani mengi ameyapitia, kwa sababu wewe barobaro ndio uliolengwa na shaitani. Wewe barobaro ndio uliolengwa na nafsi yako mwenyewe, na wewe barobaro ndio uliolengwa na wale maadui wa Uislamu. Kwa sababu kunapopatikana mabarobaro, kila kitu kimeweza kupatikana kwa njia rahisi. Inna fitrata shabab, hakika wakati wa ubarobaro, fitra ya mabarobaro, umri wa ubarobaroni, hiya a'zamu marahil al-umri, ndio umri mkubwa sana, ama ndio umri wenye matatizo makubwa. Barobaro ndiye anaipata hii fitna. Sasa ukiweza kuepuka fitna kama hii ya shaitani, fitna ya shahwa, kwenda na shahwa zako zinazotaka, basi utakuwa umefaulu. Na barobaro ama vijana ndi kuanzia miaka 15, mashekhe wengine, ulama wengine wasema mpaka 30, wengine wakasema mpaka 35, wengine wakasema mpaka 40. Kwa hiyo kuanzia miaka 15 mpaka miaka 30, 35 mpaka 40, wewe bado ni kijana. Wewe bado uko katika umri wa kijana. Sasa huo umri wako kuanzia miaka 15 mpaka 30 au mpaka 35 mpaka 40, kwa sababu mashekhe hapa hawakusimama na kauli moja. Kauli ya mwisho kabisa mashekhe walisimama kwamba barobaro ni kuanzia 15 miaka mpaka 40. Sasa tushike lile la mwisho, tuache hii 15 mpaka 30. Tuache 35 mpaka, tushike kuanzia 15 mpaka 40 ndio barobaro. Pamoja kuna hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa siku ya kiyama watu watakuwa hali gani, akasema watu wote watafufuliwa wakiwa vijana. Akaulizwa vijana na umri gani, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema miaka 30. Kwa hivyo watu siku ya kiyama watafufuliwa wakiwa na miaka 30, ikiwa hiyo ndio ubarobaro uko hapo. Kwa hivyo ikiwa watafufuliwa kwa miaka 30, hapo ndio age ya ubarobaro. Ndio mashaka wengine wakasema ubarobaro kuanzia 15 mpaka 30. Mashaka wengine wakasema mpaka 40. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama alishukushiwa wahi akiwa na miaka 40. Alipewa khitamu ya kuanza da'wa yake akiwa na miaka 40. Mashaka wasema si kwamba ati kwamba hapo ndio barabara, asema miaka 40 ndio kukamilika kwa akili. Hatumaanishi huko chini huna akili, lakini unapokuwa miaka 40 ndio unakuwa machua. Yaani akili yako imetulia. Wa alaykum salam. Akili yako imekamilika, sasa waweza kushauriwa ukatoa ushauri wa akili iliyotulia. Unaweza kushauriwa ukatoa ushauri wenye kusaidia watu. Kwa hiyo barobaro ama vijana, na tukisema vijana ama barobaro sana pia wewe uko ndani. Usione ni vijana wa kivulana peke yake. Tukisema mabarobaro au vijana, ina maana msana pia na wewe kuanzia miaka 15 uko ndani mpaka kwa 40 ama mpaka 30. Wewe bado pia ni kijana. Mwanamke kuanzia miaka 15 mpaka 30 wewe ni kijana. Pamoja na kuwa mwanamke hadhi yake kubalidhi haieleweki, hata miaka 10 mwanamke anaweza kuwa ashabalidhi. Miaka 10 mtoto wa kike anaweza kuona hadhi yake na kao tayari amebalidhi. Vijana kidogo uchelewa, waweza kubalidhi akiwa na miaka 15 kwa kuona ndoto. Na wasana nao pia huona ndoto, wengine wako pia huona ndoto. Kwa hiyo ile alama ya kubalidhi ima kuona hedhi ama kuwa kuota. Na utakapoota sometime unaweza kuota ukapata pia na maji yale ya madafu.
kaona, ukiona maji madafu na umeota lazima uoge, wajaba alayka al-ghusl. Ikiwa umeota wewe lakini hukuona maji, basi si lazima kuoga. Iwe ni barabara, iwe hata mtu mzima umeota, lakini ukiamka ukiangalia mbona niko sawa, basi si lazima kuoga. ويشغل الفتيان بفتن الدنيا. Mabarabara sana huchukuliwa na shahawa za kidunia. Vijana wote wao wanapenda dunia, wanang'ang'ania dunia, wanaipigania dunia, kwa sababu nafsi yake, inna nafsa la maradun bisu. Sasa hii nafsi ya mtoto wako barabara lazima uipate kuanzia pale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema alimu auladakum bisalati lisab'i wadribuhum 'alayha wadribuhum 'ala tarkiha li'ashr. Mtume asema sallallahu alaihi wasallama, wafundisheni watoto wenu kwa swala wakiwa na miaka 7 na muwapige watakapoacha swala wakiwa na miaka 10. Kwa hiyo utakaposhikilia mtoto wako kwenye swala 5 akiwa na miaka 7 na akifika miaka 10 mbona hujaswali ukamgonga, na akifika miaka 15 mbona hujaswali ukamnyima lunch ama ukamnyima chakula cha usiku, basi utakuwa wewe umeenda naye kwa vizuri. Na iwapo atakuwa hakuingia katika line ya imani, basi wewe kama mzazi umetoka katika lawama ya kwamba ule mtoto hukumpatia malezi ya Kiislamu. Sasa mtoto anapokuja miaka 7 anaswali, miaka 10 anaswali, miaka 15 kibalini swala ishaingia kwenye damu yake, ishazoea. Na kusikilisha hapa msikitini vijana hawaonekani, iwe skuli ziko wazi au skuli zimefungwa. Huu msikiti wetu hapa tukiona vijana msikiti swala 5 ni vijana familia moja. Hao ndio tunaona wako swala 5. Mwenyezi Mungu awapatie hidayah. Hao wanaswali swala 5 kwa kusukuma na wazazi wao, na wale ambao kwamba hawajaliona hili kwamba lina madhara, basi Allah na wao wazazi awapate hidayah kuweza kuja msikitini na watoto wao. Kila siku tunasema kumwacha mtoto wako kulala nyumbani si kumpenda. Ikiwa amefika miaka 10 bado hujampenda, ndio unamharibia maisha yake ya milele. Sisi tutawatengezea vijana wetu maisha ya miaka 40 duniani, tutawaharibia maisha ya milele, tutawaharibia maisha kaburini, tutawaharibia maisha ya akhera. Lakini yote na huyu bado mache aswali, mache alali, bado mdogo, miaka 10 bado mdogo, miaka 15 bado mdogo. Amefika miaka 18 sasa ndio wataka swali, hawezi kuswali. Atakusumbua na pressure itakupanda, na pengine kila kitu uone hajendi sawa, kwa sababu unataka kumwanzisha swali wakati ambapo kwamba nafsi yake ishazoea kutoswali. Wa nafsu katifli tuhmilhu shabba ala hubir radai wa in taftimhu yanfatim. Uswiri anasema nafsi hii ni kama mtoto mdogo. Ukifundisha kitu kuanzia mwanzo, basi itafika pahali itazoea, na usipoifundisha itafika pahali ukitaka kuifundisha haitokubali tena. Mtoto mdogo yule akifika miaka 2 utaona anafanya kila mbinu ili aache kunyonya, kila mbinu. Wenye kuweka pilipili, wenye kufunga palasta, wenye kufanya nini, kuweka subili kwenye nini, maziwa, ili mtoto aache kunyonya. Lakini lao ule mtoto hatofanyiwa hivyo, anaweza kunyonya mpaka siku ile kesho yuaoa na bado yanyonya, kwa sababu ni nafsi. Nafsi ikizoea kitu, angalia ule mtoto ananyonya kidole, anaweza nyonya kidole mpaka na miaka 40 bado anyonya kidole. Wa alipokuwa mdogo hakukaliwa tight na wazazi ili asinyonye kile kidole. Sasa kama mtu wako kwa ofisini lakini amezubaa amecha kidole lake kwenye mdomo, nafsi ishazoea. Sasa kumtoa kidole kwenye mdomo wakati ana miaka 30 20 ngumu sana. Kwa hiyo vijana tusipowafundisha malezi ya imani wakiwa wadogo, wakifika miaka 18 na kwenda juu ndio tutataka kuwafanya vijana wa Kiislamu, tumefeli. Kina Usama bin Zaid kama sikosei, huyo
aliongoza jeshi la Kiislamu akiwa na miaka 17. Miaka 17 anaongoza jeshi la Waislamu kwenda jihad, vita, miaka 17. Nyuma yake kuna watu ambao kwamba ni hodari kwa vita. Nyuma yake kuna watu kina Saidina Umar, kina Saidina Ali, masahaba wakubwa wako nyuma yake, lakini jeshi linaongozwa na kijana miaka 17. Kuonesha kwamba anapopatikana ama kunapopatikana vijana wenye kuwatul iman, vijana ambao kwamba wameshiba imani, ndio mujtamaa kukamilika ama kutengea. Society ili iweze kuwa mzuri ni kwanza kupatikana vijana ambao kwamba wameshiba imani, wanakucha Mungu katika roho zao. Usama alipangiwa kusimama na jeshi, aongoze jeshi ambayo kwamba watu wapiganaji wa kisawasawa ambao kwamba wana experience katika kupigana walikaa nyuma ya Usama. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hili jeshi litaongozwa na Usama, kijana miaka 17. Hebu fikiria mtoto wako miaka 17, wewe unamhurumia, hataki amke, hutaki kumamsha kuswali fajiri, unamhurumia. Bado ni mdogo huyu. Miaka 17 mwanao hataki amke alfajiri, atawadhe, bado ni mdogo. Miaka 17 watoto ambao kwamba walikulia na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wanapelekwa jihad. Angalia tofauti ya malezi yetu sasa hivi na malezi ya maswahaba na malezi tulofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndio Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwenye hadithi yake, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu. Watu wa aina 7 watakwenda kufunikwa na kivuli cha Mwenyezi Mungu siku ambayo kwamba hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hao watu aina 7 ambao watafunikwa na kivuli, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mabarobaro ambao kwamba waliinukia na dini. Katika watu 7, watu sampuli moja ni mabarobaro waliinukia shabun nashaa fi ibadatillah. Barobaro ambaye kwamba amekulia kizazi kipi ambacho kwamba kimekuwa na ibada. Mtoto ambaye kwamba swala 5 yuko msikitini, mtoto ambaye kwamba ana ucha Mungu ndani ya roho yake, huyo ndiye ambaye kwamba amesifa. Bwana akwambiwa mzee, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesifu vijana. Kwa sababu wewe kijana unapoinukia na ucha Mungu na ibada, wewe mwisho ndio utakuwa mzee. Kwa sababu hii ni stage, ni marhala itapita. Ukishapita marhala ya ubarobaro, ukifika uzeeni huwezi tena kuregesha nyuma. Ibn Umar akiwa bado ni barobaro, kijana mdogo hajakamilisha hata miaka 20, akiamka swala za usiku, akiswali swala za usiku. Hebu fikirisha, kijana duna 20 sana, hajafika hata miaka 20, anaamka swala za usiku, anaswali tahajjud. Sisi watoto wetu miaka 20 hatutaki hata waswali, hatutaki hata wasome madrasa. Bado yeye ni mdogo, atasoma akiwa mkubwa. Madrasa ataisoma akiwa mkubwa, lakini shule atasoma akiwa mdogo. Ndio siku nyingine nikatoa mfano, yule mtoto sasa hivi unamrausha saa 10 ama saa 11, mtoto anaona kama unamsumbua kwa sababu hajaona umuhimu wa yeye kwenda shule saa hizo. Hajaona umuhimu wa yeye kuswali. Hajaona umuhimu wa yeye kusoma. Lakini wewe mzazi umeona kwamba mwanangu asiposoma maisha yake yataharibika duniani. Mwanangu nisipomrausha akasoma nikasimama na yeye kidete ili afaulu katika masomo ya shule, basi maisha yake yataharibikia. Kwa hiyo umekaa ngangari ili mwanao asiharibikiwe na maisha. Lakini na wewe mzazi hujaona ya kwamba lau mwanao atakuwa na maisha ya Kiislamu, atakuwa na dini, atakuwa na ucha Mungu, utampa malezi ya imani, pale kaburini atastarehe. Mzazi hujaona. Kama vile mwanao hajaona faida na umuhimu wa kusoma, na wewe mzazi hujaona umuhimu
na adhabu na matatizo ambayo kwamba atapata mwanao pale kaburini muone. Lakini leo tungeona kaburini watoto wetu watakapokufa na sisi wenyewe tutakapokufa, tutakutana na nini pale kaburini? Tuona kama ni stories za Alfa Lela Walela, na tuona kama ni story tu ya hadithi. Stories za uongo. Zamani ilipokuwa kuna TV, watu wakikaa kikundi hivi, mzee mmoja akaanza kutoa story. Hadithi kulikuwa na simba, sio sungura, tumbiri, basi kutatolewa waje story ndio TV ya zamani. Kanyaga, unaona namna unavyohangaika na maisha, unasema sitaki mwanangu na yeye ahangaike hivi. Ndio unamwamsha saa 10 za usiku. Ndio unafanya kazi kwa bidii ili mwanao asome shule nzuri. Unangangana ili kijana wako ambaye kwamba kesho ndio barabara wa Kiislamu, ili awe na maisha mazuri katika dunia. Dunia hii mwanao ataishi miaka mingapi habibura? Wewe kama mzazi, kama ujiulize, huyu mtoto wangu ambaye kwamba nitamaliza milioni 2 mpaka kusoma kwake, kusoma min bidaya ila nihaya, mwanzo masomo mpaka mwisho, alalakali watatumia milioni 1. Je, atakaa miaka mingapi duniani? Tunasema amaru ummati ma baina 60 wa 70 ama 70. Umri wa umma wangu ni kati ya 60 na 70. Sisi umri wetu hapa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia tutaishi katika dunia hii miaka 60 au 70. Wewe ukienda 71, 5, 80 ni bora zimekalia, angalia deposit anytime ukachukuliwa. Sasa katika hiyo miaka 70 mtoto wako atasoma akimaliza na miaka mingapi? Akimaliza kusoma na miaka 30. Amebakisha ngapi? 30 mpaka 70 kuna 40. So wewe unamaliza unaenda mbio na kukopesha na kuiba ili utengeze maisha ya miaka 40 ya mtoto wako. Lakini umesahau maisha ya miaka 1040 kaburini. Kwa hivyo analo ambalo mwanao halioni na wewe kama mzazi huoni. Lau tungeona kwamba kuna maisha kaburini. Muislamu maisha yake ni mara 3. Maisha duniani, kaburini na kesho akhera. Na kapahali ambapo kwamba atakaa muda mchache sana ni maisha duniani. Duniani ndio tutakaa siku kidogo sana. Lakini kaburini wewe fikirisha, kuanzia wewe uzaliwe, una babu yako na babu yako mpaka leo umekamilika yuko kaburini. Ikiwa yuko katika maisha mazuri, Mwenyezi Mungu ambariki. Ikiwa yuko katika hali mbaya, atasaidika na nini? Ulimfundisha nini ambacho kwamba kitamsaidia? Hakuna. Tumekwenda kudharau elimu ya dini, tukaipatia kipaumbele elimu ya dunia. Tumekwenda kudharau dini yetu, tukaweza kuipata kipaumbele maisha ya dunia. Mtoto wako atakaishi vizuri, hatukatai. Kila kitu kina sababu. Ili mwanao awe meneja katika kampuni, ni lazima awe amesoma shule. Hawezi kuchukuliwa meneja mtu mjinga. Lazima awe amesoma shule. Lakini yule mwanao, je, hiyo shule aliyosoma anao dini? Hii dini hapo nayo? Yeye ni meneja. Ni meneja wa kuiba tu na kupiga marupurupu, ama ni meneja wa kuchunga haki za kampuni wenyewe? Ikiwa hakusoma madrasa, atakuwa ni mwenye kuiba. Yaani moto jua moto, wewe mzazi pia umechangia. Vile anapopiga madili, jamaa anamwambia sisi bana tukae na mshahara, sisi tunakaa marupurupu. Mshahara 10,000 ukilipa nyumba imeisha. Lakini mtu amekaa nyumba ya 30,000, dili zile zinapigwa ndani bali. Hakuna imani. Hakuna Uislamu. Hakuna uimani, hakuna Uislamu, hakuna ucha Mungu kwa wafanyikazi na kwa matajiri. Kwa sababu tajiri naye pia kama anajua wewe una maisha, unafaa kuishi vizuri, anafaa kulipa vizuri. Wewe unamtegezea tajiri kwa siku 200,000, anakulipa 20,000. Sasa nakwambia niibie. Lakini unamtegezea 200,000 kwa mwezi, anakupa angalau 50,000, 70,000, 100,000. At least nawe utakuwa na ile kujizuia kwamba bosi wangu ananiangalia vizuri. Lakini wewe unapiga 20,000, mtu anakutengezea 200,000 kwa siku. Lazima hapo marupurupu itatengezwa. Kwa sababu siku ya kiyama mtakwenda kusimamisha wewe na bosi wako. Bosi alikudhulumu katika kipato na wewe ulimdhulumu katika marupurupu. Yote ni nini? Kukosekana imani, kukosekana dini, kukosekana ucha Mungu.
kukosekana vijana ambao kwamba wamelelewa Kiislamu. Nitarudia tena kusema Kitengela hapa msikiti huu imamu ni mimi hapa. Vijana ambao kwamba wanaonekana msikitini swala 5 alfajiri, dhuhuri, maghrib, isha ni familia moja tu. Ni familia hii moja peke yake. Kwani hapa Kitengela zima familia ni moja? Ama vijana ni hao peke yao? Vijana wetu wako wapi? Watoto wetu wako wapi Waislamu? Skuli imefungwa hapa inafaa kwa vijana wamejaa, hakuna hata mmoja. Tukihesabu vijana ni kama hawafiki hata 10. Wameachiwa tu majumbani, wanaangalia TV, wanacheza na laptop, wanacheza na tablet. Yaani ni time ya kupumzika, hata kusoma hakuna muhimu. Madrasa pia si muhimu. Lakini tutakuja kuulizwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kile ulichokilea mtoto wako ulimlelea vipi? Ulimpatia malezi ya dini yaje? Ulimpatia imani? Ulimpatia ucha Mungu? Kwa sababu huyu kijana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna shaytana lakum aduwwun mubin. Huyu shetani tumesema kijana amelengwa na shetani. Shetani anaangalia kijana tutamharibia vipi maisha yake ya dunia. Kwa hivyo kuna fitna za shetani. Asiposoma madrasa fitna itamuingia vizuri sana. Asiposoma madrasa atakuwa ni rahisi kudanganya na shetani. Na kama wewe ukusoma madrasa una elimu ya dini, wakati mwingine shetani anasema huyu ujinga wake tunamtosha. Hata haina haja mimi ningile kati. Vile kwa yeye si msomi wa dini huyu inatosha ile anachokifanya kwamba hana elimu nacho. Na swali wewe lakini swala yenyewe hujui. Wajua tu kwamba dhuhuri ni raka 4, waswali raka 4. Lakini hujui hapa nafanya hivi, hapa nasema hivi, hapa nasema hivi, nikifanyika hivi nafaa nifanye hivi. Kwa hivyo shetani akuachia ujinga wako. Asema huyu anatosha, ujinga wake utampoteza, ujinga wake utampeleka moto. Kwa nini tukubali vijana wetu wainukie bila dini na wakati sisi tuna wakati wa kusomesha? Angalia miujiza ya dini ya Kiislamu na fathi ya Uislamu. Mtoto atasoma skuli wiki nzima, lakini Jumamosi na Jumapili tu utapata kwa kuchelewa miaka 2 mtoto ashamaliza Qur'an. Siku 2 peke yake. Akichelewa sana miaka 2 basi ameshamaliza. Siku 2. Akichelewa sana masahafu miaka 2 ashamaliza. Akifika class 8 lao mtoto wako takaa gangarium aje madrasa inapotakikana hizo siku 2 peke yake. Akifika 7 mtoto ashafika 6 madrasa. Skuli kwa 7 madrasa kwa 6. Huyo tayari ashasoma dini yake, ashajua dini yake. Lakini hatutaki sisi watoto wetu wasome skuli, Jumamosi wapumzike, Jumapili ndio madrasa. Na Jumapili nyingine basi aende kutembea kwa shosho. Jumapili nyingine aende kutembea, peleka watoto out. Yaani madrasa wanakuja kubahatisha. Lakini leo tungekanganga. La kusikitisha ni kwamba Jumamosi hata katika katiba Kenya hakuna Jumamosi mtoto kwenda skuli. Hakuna hii. Lakini mzazi aogopa hata kwenda kumwambia bwana yeye, mtoto wangu Jumamosi lazima akasome dini. Mzazi wewe kama mzazi washindwa kumlelea mwanao katika malezi ya dini, kwenda skuli, kusimama na mwalimu wa skuli, bwana huyu Jumamosi lazima asome dini yake. Sisi dini yetu tofauti na yenu. Nini yenu mngenda baada mngesema in the name of Jesus, story imeisha, sio ubarikiwe. Hiyo story imeisha. Uislamu kama hujui alhamdulillah rabbil alamin huna swala. Hujui at-tahiyat wal mubarakat huna swala. Hujui arkanul islam, hujui arkanus salat, mubtilatus salat huna swala. Lazima uzijue hizi. Na huwezi kuzijua juu lazima ukae madrasa usome. Ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amepitisha kwa makufari na kawa wakati saini wenyewe Jumamosi siku ya kupumzika, mbona wewe Muislamu halikukeri mwanao Jumamosi na shule? Mbona lisikukera hivi? Lau ungekuwa shule mpaka Jumapili basi wallahi billahi tallahi Waislamu wangeenda shule mpaka Jumapili. Mvile tu wenyewe Jumapili wanajua ni siku yetu ya ibada, wenyewe wanaenda kuomba. Kwa hivyo na nyinyi ndio mnapata hiyo freedom. Lakini ile siku ya Jumamosi mbona usitetee? Hizo Monday to Friday, macha na skuli mpaka saa 3 usiku. Sharia.
Mbona hii Saturday ambapo kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe anaijua hii ni siku ya mwana kusoma madrasa, hakuna shule. Mbona unalazimisha mwanao aende shule? Utaulizwa, utasimamishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulizo, ulimpatia mwanao malezi ya Kiislamu? Ulimfundisha mwanao Qur'an? Utakuwa huna jibu. Kuna juma kadhaa zilizopita nilisema hutosimamishwa na Mwenyezi Mungu kuulizwa eti wewe mbona kumfundisha mwanao shule? Hakuna hilo swali, hakuna. Lakini liko swali, mbona hujamfundisha mwanao Qur'an? Ili swali liko. Mwenyezi Mungu lazima atatuuliza kama wazazi, mbona hukumfundisha mwanao dini ya Kiislamu? Utajibu nini wewe kama mzazi? Fikiria sasa hivi, wewe jiulize na ujijibu mwenyewe. Una answer kumpatia Mwenyezi Mungu? Kama uko na answer fahari wa sala, alhamdulillah. Kama huna jibu, bado hujachelewa, bado uko hai. Ng'ang'ana, hakikisha mtoto wako ameenda madrasa Jumamosi na Jumapili, na ikiwa utakumpeleka out, mpeleke Ijumaa. Wacha siku moja akose shule, haina shida. Akose shule siku moja, shule wapi? Lile ambalo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala anawapangia vijana wetu ndio watakokupata. Sisi ni mwenye hadithi al-Qudsi ambaye ibn Adam anta turidu ana urid wala yakunu illa ma urid. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi al-Qudsi asema, ya ibn Adam, wewe mwanadamu, anta turidu, wewe wataka, wewe una matamaniwa yako, wewe una programu yako, wa ana urid. Mola asema na mimi na mambo yangu nayataka, na programu zangu nimezipanga. Wala yakunu illa ma urid, hakuna litakalokuwa ila lile ambalo kwamba Mwenyezi Mungu anataka liwe. Kwa hiyo ikiwa umepanga programu yako ikakubali, ndio imefikiana na mpango wa Allah, imekubaliana na ile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyokupangia, na ikifeli ndio Mwenyezi Mungu amekupangia vingine. Na Mwenyezi Mungu hakupangii khairi ya shari, bali kila anakupangia Allah anakupangia la khairi. Kwa hiyo Uislamu utomkeni, tujue kuna umuhimu watoto kuwasomesha elimu ya dini, watoto wajue dini yao. Isiwe mtoto wako ni daktari lakini daktari mkora, haitomsaidia. Isiwe mtoto wako ni manager kwenye kampuni lakini ni manager dhalim mwenye kudhulumu watu, haitokusaidia. Lakini iwapo mwanao ni manager ambaye kwamba anachunga haki za wale wafanyikazi, anachunga haki za ule bosi wake, basi pia wewe utafaidika katika dunia na kesho akhera. Lakini ikiwa mwanao ni manager kula dhulma, ile dhulma wewe pia itakudhuru, kwa sababu yeye atasema mimi sikujua kama ni dhulma, sikusoma madrasa. Mbona kusoma babangu hakunisomesha? Mbona kusoma wazazi wangu hawakunisomesha? Hapo sasa ndio unaile yawma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Kila mtu, baba anamkimbia mwana, mwana anamkimbia baba. Watu wanakimbiana siku ya kiyama. Kwa sababu mwanangu yule akiniona atanishika mataya nishtaki kwa Mola, sikumfundisha swala tano. Mwanangu yule akiniona atanishika mataya, sikumfundisha Qur'an. Wewe angalia mwanao yeye anaswali swala tano, ni furaha ile. Mwanao ikifika time swala ana miaka 15 anatoka na msikitini, wewe utasikia raha vipi? Lakini haiwezi kutokea automatically. Ni lazima wewe mzazi ukae ngangari. Akiwa na miaka 7, akiwa na miaka 10, hasa akiwa miaka 15, yeye itakuwa ile kitu imeingia kwenye damu. Watakuwa wanaswali, na wewe hapo ndipo utakuwa unaenjoy. Unasikia raha mwanao kwenda kuswali, unasikia raha mtaambiwa, natamani watoto wangu nao wangekuwa kama watoto fulani, hawakosi swala. Watamani, hakuna masala kutamani, uniwafundishe. Wewe utakao ukitamani tu kila siku, utatamani mwisho wa kwisha hakuna utakachokipata. Natamani watoto wangu nao wangekuwa wanajua Qur'ani kama watoto fulani. Kwani watoto wako hawakuanzia wadogo? Walipowalelea wewe ni madrasa bado hajaanza? Si madrasa ziko. Wewe usimpeleke mwana wa madrasa, lakini watamani mwanao asome Qur'ani kama, natamani mtoto wangu pia anaswalisha kama watoto fulani. Natamani mtoto wangu na yeye usitamanisha. Fanya. Simama kama muumini. Mfanye yule mtoto. Waswahili kwambia ukiona vaelea ujue vimeundwa.
Na hiyo tamani yako itaenda wakati mwingine iwe ni hasad hasa umusudi ile mtoto mwenzako. Mwenyezi Mungu atuoneshe haki tuweze kuifuata na atuoneshe baya tuweze kuepuka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi.